السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. Watukufu Islam, tunaendelea na tafsiri ya Qur'an. Tafsiri ya Qur'an tunaendelea na suratul Baqara, na leo hii tutaitazama aya nambari 30 na nambari 31 pamoja na nambari 32. Aya tatu hizo insha Allah Mwenyezi Mungu kwa tawfiki yake basi tutazitazama siku ya leo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idh qala rabbuka lil malaika, na kumbuka aliposema Mola wako kuambia malaika. Wa idh qala rabbuka, na kumbuka aliposema Mola wako lil malaika kuambia malaika, inni ja'ilun fil ardi khalifa, inni ja'ilun fil ardi khalifa, mimi nataka kumweka katika ardhi kiongozi. Kiongozi kwa maana khalifa ni mtawala, kiumbe ambaye atasimama kuvitawala vitu vyote, na vile vitu viwe chini yake kuvitumia, viwe chini yake kumtumikia mtu huyo. Naam, Mwenyezi Mungu anasema inni, hakangu mimi, ja'ilun fil ardi khalifa, nataka kumweka katika ardhi kiongozi, khalifa, kiongozi. Maneno haya Mwenyezi Mungu anawaambia malaika wake. Malaika wakasemaje walipopoa tamko hilo? Wakasema qalu, wakasema malaika, atajalu fiha, je unataka kumweka katika hiyo ardhi, man yusidu fiha, atakayefanya uharibifu, wa yasfiku dimaa, na kumwaga damu, wa nahnu nusabbihu bihamdika, na hali ya kuwa sisi tunakutakasa kwa sifa zako. Malaika wana wasiwasi, hawalaumu bali wana wasiwasi, kwa sababu yaliyopata kutokea hapo nyuma yalikuwa ni mazito. Viumbe majini walikuwa wanaishi katika ulimwengu huu, hata mwanadamu hajajulikana. Wakafanya uharibifu katika ardhi, wakapigana, wakapambana, wakawa wanamwaga damu. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akatuma jeshi lake la malaika kuja kutengeneza. Baada ya maagizo, ukumbusho hawakusikia, malaika wakaja wakawaua wote, wakapambana nao, wakawaua majini wale, wakaondoka na mmoja kati yao ambaye alikuwa ni mdogo sana, ndio huyo Iblis laanatullahi alayhi. Wakaenda naye huko, wakaishi naye katika malezi yao pamoja huko. Lakini sasa Mwenyezi Mungu analeta agizo hili, malaika wana wasiwasi, viumbe watakaokuja wanaweza kuwa kama wale. Ndio maana wakasema atajalu fiha, je unataka kumweka katika hiyo ardhi, man yusidu fiha, kiumbe atakayefanya uharibifu katika ardhi, wa yasfiku dimaa, na atakayemwaga damu, wa nahnu nusabbihu bihamdika, na hali ya kuwa sisi tunakutakasa kwa sifa zako. Mwenyezi Mungu, kama kuna haja ya watu waje kutakasa, sisi tunatosha, tunakutakasa, hatukuasi sisi. Malaika wanasema kwa sababu wanampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa nuqaddisu laka, na tunakutukuza wewe. Wa nuqaddisu laka, tunakutukuza wewe. Qala, Mwenyezi Mungu akasema, inni, hakika yangu mimi, a'lamu, na yajua, ma la ta'lamun, mambo msiyojua. Inni, hakangu mimi, a'lamu, na yajua, ma la ta'lamuna, msiyojua. Mwenyezi Mungu anawaambia malaika, tayari mimi nina mpango wangu na hao viumbe nishajua watakuja kufanya nini, watakuwa vipi, maana yake ndio mimi najua ninachokifanya. Aya inayofuata ya 31, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tayari kashamuumba mwanadamu, baba yetu Adam alayhi salatu wassalam. Kilichofuata cha kwanza kabla ya kumtawalisha, kumpa ukhalifa, jambo la kwanza ni ilmu. Na ndio tukaona kwamba kabla ya ibada unapewa elimu, kabla ya jambo lolote kwanza upewe elimu, ili uweze kuyaendea na kuyatawala na kufanikiwa katika yale utakayoyaishi.
Allah subhanahu wa ta'ala asema wa'allama adama al-asma'a kullaha, na Mwenyezi Mungu akamfundisha Adam majina ya vitu vyote. Wa'allama adama al-asma'a kullaha, na Mwenyezi Mungu akamfundisha Adam majina ya vitu vyote. Kila kitu Allah akampa maana yake. Wanachoona wanasema Nabii Adam akafundishwa fani zote, namna ya kuja kuitawala dunia na kuishi dunia. Thumma aradhahum ala al-malaika, kisha akaviweka mbele ya malaika. Vitu vile akaviweka mbele ya malaika. Thumma aradhahum ala al-malaika, kisha akaviweka mbele ya malaika. Baada ya kuviweka, faqala, akasema Mwenyezi Mungu kuambia malaika, ambiuni bi asma'i haula'i, niambieni majina ya vitu hivi. Ambiuni bi asma'i haula'i, niambieni majina ya vitu hivi. Allah anataka kuwapa funzo malaika, anawaambia niambieni majina ya vitu hivi. Nini alisema malaika? Allah kamalizia, in kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi mnasema kweli. Kweli ipi? Kwamba na hao viumbe watakuja kuwa wabaya kama vile. Qalu, wakasema malaika, subhanaka, umetakasika. Umetakasika Mwenyezi Mungu, la ilma lana, hatuna elimu sisi, illa ma 'allamtana, isipokuwa kile ulitufundisha sisi. La ilma lana, hatuna elimu sisi, illa ma 'allamtana, isipokuwa kile ulitufundisha sisi. Innaka, hakika yako wewe, antal alim, wewe ni mjuzi, alhakim, mwenye hikma. Antal alim, wewe ni mjuzi, maana yake unajua kila unachokifanya. Alhakim, una hikma. Maana yake nini? Maana yake unapangilia mambo unavyotaka, namna unayotaka, kwa mtu unayetaka, kwa kiumbe unayetaka, kwa wakati unaotaka, na mahali unapotaka. Subhanallah. Inshallah taishia katika aya hizo, tutaona katika darasa linalofuata inshallah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nini anakuja anamwambia mwanadamu, anamuelekeza na anamtawalisha. Wabillahi